na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa, kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako, iwe milki ya milele, sio mwezi, sio miaka, milki ya milele. Na sasa wanao wawili uliowazaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja kwako Misri ni watoto wangu, ni watoto wangu. Mungu wangu tusaidie. Yaani Efraimu na Manase watakuwa wao kama Rubeni na Simeoni. Unajua hawa ni wajukuu. Sasa wanaondolewa kwenye kundi la kuwa wajukuu, wanakuwa wana watoto. Anasema hivi Efraimu na Manase, ndio watakuwa wao kama Rubeni na Simeoni, na wazao wako utakaowazaa baada ya hao watakuwa wako. Yaani hii kama hili umekuja lakini huna kitu. Si unaelewa? Sawa, umekuja na watoto. Efraimu na Manase, huna, sio wako, ni wangu. Hutawamiliki wewe. Maana hawa wanaingizwa kama jamii. Ndio maana ukisoma Biblia unakuta pale kama yangu katika Israeli, watu ambao wamepewa mahakama ni asili kabila la Manase, kabila la Efraimu. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi watu wamwamini Mungu wao na Mungu ni mkuu. Kwa hiyo amepeleka watoto waambiwa hawa si wako, lakini akitokea nyumbani watu wanatoa hiyo. Watu wasio hiyo na watu wengine kabisa kwamba hebu ngoja niende. Nione hawa akasemaje na hawa ndio nao. Kwa sababu kulikuwa kama kuna usaidi kwa mtu huyu wa Mungu. Anasema hivi. Watoto wangu kama Rubeni na Simeoni, na wazao wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako. Yaani hao sasa ndio watakuwa wako. Kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Hao watakaozaa baadaye, hao ndio wataitwa kwa jina la ndugu zao. Kwa maana akiweza Rubeni na Efraimu watapata huko hao kwa wingi, ni kama watamuza huko. Lakini ili kwa nini kwanza wapendwa, ndio maana semaje, hebu nikumbuke Yusufu alikuwa na habari na haya hamna kabisa kwake. Na je, Yakobo alikuwa Yusufu anakuja? Hapana. Ni kama vile nakwambia, hata wakati wa maisha yako ulikuwa kwako hukujua, sikujua, lakini Mungu alijua. Ndio maana tukiketi huko ndani yake kwa uaminifu na kwa moyo wa uaminifu, ni wakati ya mambo mengi ambayo Mungu amekusudia inafanye na hata yafanye mwingine ni wewe na mimi kwa majina na wakati wa Mungu na Mungu mwenyewe. Si kwa ukasi wako wala ukasi wangu. Unajua mambo ya Mungu hayabebi kama mambo ya kuharibiana. Hapana, ni usawa, lakini usawa wa kiroho. Haleluya. Anasema hivi, watakuwa wako kabila la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Haleluya. Nirudi sana. Israeli akawaona wao walipo akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia baba, hawa ni wanangu. Mungu alinipa hapa akasema, tafadhali uwalete kwangu. Akasema baba, tafadhali uwalete kwangu nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa mzee, manake hayaoni. Mazito kwa mzee, haoni vizuri, wala hakuweza kuona. Sio mazito, hata kuona hawezi. Akawaita kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uso wako pia. Yaani walikuona nikaona kama haikuwa tena baada ya kuona Mungu anasikia wamekuja ila ulipotea. Na sasa basi ile ndio
na urithi juu ya ufalme wake. Si Mungu atusaidie basi wapendwa kabisa, kwa nini Mungu wa mbinguni atusaidie kama kanisa? Anasema hivi, Yusufu akamwambia babaye, mwanangu, Mungu alinipa hapa. Akasema tafadhali ualike kwa nani nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona haoni. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake na akainama kifudifudi, kwa maana akasujudu mbele ya baba yake. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wake wa kuume wa Israeli. Akawasogeza karibu naye. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume akauweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiaje mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa wa kwanza. Akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, na malaika na awabariki vijana hao. Jina langu nalikariri yao na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawili wa watu katika nchi. Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake, akainua mkono wa babaye auweke katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa ninakufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nami, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu, nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako niliyotwaa katika mikono ya Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, wanawaambia kitu juu ya kuzungumza juu ya uwekezaji. Sisi sawa wapendwa, tusisahau na mimi kwa hiyo Mungu anazungumza kwa sababu hii sio akili sofa.
Si mtu haoni, si ndio? Haoni. Huyu baba haoni. Yusufu anajua kanuni, utaratibu, mipango, urithi unakuwa kwa mtu mkubwa. Haya ni mawazo yao. Yanaweza kuwa mawazo yao, lakini Mungu hanaga kanuni, hanaga utaratibu. Anakuja kwa jinsi ajavyo, na kadri ajavyo, manake ni kama vile anatuhitaji kuwa kwa makini kupokea hayo ambayo anawaza tutayapokea na kuyabeba ili awe kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili awe. Kwa hiyo akafika sasa Yusufu katika utaratibu wake akamweka yule mkuu Efraimu mkono wa kuume wa baba yake, akamweka Manase mkono wa kushoto wa baba yake. Sasa akamwambia hawa ni wanangu wa baba, si haoni Yakobo, haoni. Akashangaa ile mikono ya kishana. Wapendwa, ili mnaelewa mtu asiyeona haoni, lakini mikono ya kishana. Ndio maana watu wengi wapendwa, juu ya ufunuo wa Mungu hawezi kuamka bure kwenye mambo yaliyopeana kupokea ufunuo. Hautaamka wala kupotea, kwa sababu katika utaratibu wa Mungu namna atakao kwenye moyo wako mwenyewe. Mungu aliwaambia kanisa ni la Kristo, na kwa kuwa kanisa ni la Mungu, wapendwa, kila mtu akinyenyekea. Mikono ya kishana hii. Yusufu akamwambia baba siri, akaitatua ile mikono, weka huyu hapa na huweka hapa, maana ndio utaratibu. Huo ndio utaratibu katika hizi, weka huyu hapa na huweka hapa. Lakini Mungu haisi hivyo. Anamwambia mwanangu, ninajua unafanya. Unajua uwani asiye macho haya namna kama leo naona kuna mpango, iko mambo, iko kuzidi, kuna kitu kinachojua kesho na mambo inaingia kwa Mungu. Kwa hiyo mwanangu, nini unafanya? Niache nipate.